Kamanda wa polisi mkoa wa Tanga, Almachius Mchunguzi, amesema kuwa watuhumiwa 135 wamekamatwa kwa makosa mbalimbali kana na hatia na kuhukumiwa vifungo. Akizungumza wakati wa kutoa taarifa ya hali ya ulinzi na usalama ya mkoa kwa kipindi cha kuanzia tarehe 2 hadi 19 Agosti, amesema kuwa jeshi la polisi linaendelea kutoa elimu kupitia falsafa yake ya polisi jamii ili kujenga ushirikiano na wananchi katika kubaini na kuzuia vitendo vya uhalifu. Aidha, amesema kuwa sambamba na elimu hiyo, bado jeshi hilo linaendelea na operesheni na misako katika maeneo mbalimbali ili kuwakamata wanaojihusisha na vitendo vya uhalifu. Ndugu wanahabari, hali ya ulinzi na usalama kwa mkoa wa Tanga kwa kipindi cha kuanzia tarehe 2 hadi tarehe 19 Agosti 2026 ni shwari, huku jeshi la polisi mkoa wa Tanga linaendelea na utoaji wa elimu kupitia falsafa ya polisi jamii ili kujenga ushirikiano na wananchi katika kubaini na kuzuia uhalifu. Sambamba na elimu hiyo, operesheni na misako imefanyika katika maeneo mbalimbali ili kuwakamata wanaojihusisha na vitendo vya kihalifu. Katika kipindi hicho, kutokana na operesheni zilizofanyika, jumla ya watuhumiwa 135 walikamatwa kwa kutuhumiwa kujihusisha na makosa mbalimbali ya jinai ikiwemo dawa za kulevya, unyang'anyi, wizi wa mifugo, kupatikana na mali dhaniyo kuwa ya wizi, nyara za serikali, uharibifu wa miundombinu, kuvunja na kuiba, pombe haramu ya moshi, kuingia nchini bila kibali, kujifanya askari polisi pamoja na makosa mengine. Aidha, baada ya kukamilika kwa upelelezi wa baadhi ya kesi za matukio yaliyotendwa na watuhumiwa, miongoni mwa watuhumiwa waliofikishwa mahakamani, jumla ya watuhumiwa 61 walipatikana na hatia na kuhukumiwa vifungo mbalimbali kwa makosa ya kubaka, kulawiti, kuua bila kukusudia, unyang'anyi wa kutumia silaha, wizi wa mifugo, kuvunja na kuiba, kujeruhi, kutishia kuua, kuharibu mali pamoja na makosa mengine ya jinai. Miongoni waliohukumiwa kwa makosa makubwa, Abu Said Hamza na Rashidi Yusufu Mwanga walihukumiwa kifungo cha miaka 30 gerezani kwa kosa la kubaka. Aidha, Hussein Musa Azali alihukumiwa kifungo cha maisha gerezani kwa kosa la kubaka na miaka 30 kwa kosa la kulawiti mtoto mwenye umri wa miaka 9. Pia watuhumiwa wengine walihukumiwa vifungo vya miaka 7 na miaka 5 kwa makosa mbalimbali ikiwa kuua bila kukusudia na wizi wa mifugo. Kwa upande wa operesheni dhidi ya dawa ya kulevya, watuhumiwa 31 walikamatwa wakiwa na dawa zinazozaniwa kuwa ni bangi gramu 80, mirungi bunda 866 na heroin gramu 4. Aidha, katika wilaya ya Lushoto, shamba la bangi lenye ukubwa wa takribani ekari 2 libainika na mimea hiyo iliyokadiriwa kuwa na uzito wa kilogramu 100 iliteketezwa na mtuhumiwa mmoja kukamatwa. Pia pikipiki 3 zinazozaniwa kutumika katika usafirishaji wa dawa hizo zilikamatwa kwa ajili ya hatua za kisheria. Katika matukio mengine, watuhumiwa walikamatwa wakiwa na nyara za serikali, vifaa vya miundombinu ya TANESCO, vyuma vya miundombinu ya barabara, vyuma chakavu vilivyosafirishwa bila kibali, pombe haramu ya moshi lita 50 pamoja na mali mbalimbali zinazodhaniwa kuwa za wizi. Aidha, mtuhumiwa mmoja alikamatwa akiwa amevaa sare za jeshi la wananchi na kujitambulisha kuwa ni askari, huku raia mmoja wa Kenya akikamatwa kwa kuingia nchini bila kibali. Pamoja na hayo, msako na operesheni wa kina ulifanyika kufuatia tukio la mauaji ya bodaboda. Tukio hili lilitokea mnamo tarehe 7 mwezi wa 8 2026 katika wilaya ya Lushoto na kufanikiwa kukamatwa kwa watuhumiwa wawili waliojihusisha na mauaji ambao ni Rajabu Alfani almaarufu Kijangwa mwenye umri wa miaka 20. Vielezo mbalimbali vilipatikana ikiwemo pikipiki, kishoka, godoro lenye damu inayodhaniwa kuwa ya binadamu, sindano, mto na begi linalodhaniwa kuwa ni la marehemu. Upelelezi wa shauri hilo unaendelea. Kwa upande wa usalama barabarani, pikipiki 14 siokuwa na namba za usajili zilikamatwa katika wilaya ya Korogwe pamoja na pikipiki nyingine zilikamatwa katika operesheni mbalimbali. Aidha, madereva
waliobainika kukiuka sheria za usalama barabarani walichukuliwa hatua stahiki, ambapo baadhi yao walifungiwa leseni zao za udereva kutokana na ukiukaji mkubwa wa sheria ya usalama barabarani. Jeshi la Polisi mkoa wa Tanga linaendelea na utoaji wa elimu kwa wananchi pamoja na operation na doria katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Tanga, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuzuia na kupambana na uhalifu. Aidha, linatoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na Jeshi la Polisi kwa kutoa taarifa za viashiria na vitendo vya kihalifu ili hatua stahiki za kisheria zichukuliwe ili amani na usalama wa mkoa wa Tanga uendelee kudumishwa. Asanteni.